Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Tumepokea, nataka niwahakikishie tume kwamba tumepokea mapendekezo yote yaliyowasilishwa na tutakayoyasoma kwenye makabrasha yale, na tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Katika hatua hii nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, tuungane kwa pamoja kulirejesha taifa letu kwenye misingi yake. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwanza, katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25, na ni moja ya ahadi zangu nilizoziahidi kutekeleza ndani ya siku 100 za kwanza. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, ghasia zilizotokea Oktoba 25 zimechelewesha utekelezaji wa ahadi hiyo, kwa kuwa hata hadidu za rejea za tume ile ambazo nilitayarisha sasa zitapaswa kubadilika kuendana na mazingira yaliyopo sasa. La pili tutakalofanya ni baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekeza au yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Tatu, kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Lakini vile vile